Yesu anasema imetupasa kuzifanya kazi zake yeye Mungu, baada ya mchana usiku waje asipoweza mtu kufanya kazi. Nataka nikumbushe tu jambo moja tena katika kazi ya Mungu. Tunapokuwa viongozi, kuna kundi fulani la watu ambao tunasema watu wenye kushika maamuzi. Hawa ni aina ya watu ambao huwa wanajiamini sana, wanaamini maamuzi yao, wanaamini matendo yao, wanajiamini wao wenyewe, na kuna wakati wanapitiliza, hawamtumaini hata Mungu katika maamuzi yao, katika mipango yao. Wanajiamini wao wenyewe, wanajiamini kiasi cha kupitiliza. Na mara nyingi wakiwa kwenye kundi, watu hao hupenda kuwa na sauti, yaani wanapenda kusikilizwa, hoja zao zisikilizwe, maamuzi yao yasikilizwe, na wanakuwa ni watu wenye ushawishi na wanapata watu wa kuwasikiliza. Jinsi ya kuwasaidia watu wa namna hiyo, mara nyingi usiwape nafasi ya juu ambazo zinaonekana kwamba zina mamlaka. Kabla hujampa nafasi ya juu yenye mamlaka na ushawishi, ni vizuri ukamsaidia kwanza, ukamsaidia kutii mamlaka za juu yake, ukamsaidia kujua kwamba maamuzi yake anayatoa sio ya mwisho, akubali kukosolewa, kusahihishwa, na awe chini ya mamlaka. Wakumbushe kwamba maagizo ya maandiko matakatifu yanatuagiza kumtumaini Mungu. Waonyeshe kuwa utawala ni siri. Hakuna binadamu ambaye kweli anatawala maisha ya wengine, lakini Mungu ndiye anayetawala maisha ya watu wote. Waeleweshe kwa upole na kwa ujasiri. Watu hawa wanapojitambua na kusimama katika nafasi ya kimungu, wakaamua kubadilika, wanakuwa ni watu wazuri sana, hawana kigeugeu ndani mwao. Ni watu wanaweza kupanga nao mipango, na kama mambo wakayasimamia, ni watu wanahitaji matokeo, ni watu wema. Wakiwa kwenye kundi lako, usiwachukie. Huwa wanaweza kubadilika, na wakibadilika wanakuwa faida kubwa katika ufalme wa Mungu, wanakuwa faida kubwa katika kundi ambalo unaliongoza, katika ndoto na mipango unayohitaji itimie. Maana mara nyingi mipango ulionayo, huo watu wa namna hiyo wanahitajika sana ili kuisimamia tupate matokeo. Mungu akubariki sana. Amen.